Wanaosema ndoa ni baraka hawajawahi kuilazimisha, na wanaosema mapenzi ya kweli huanzia kwenye pete hawajui wengine walivaa pete kwa machozi. Katika mtaa wa Kaloleni mjini Babati kuna simulizi moja ambayo watu bado huiogopa kuisema kwa sauti. Simulizi ya ndoa ambayo ilianza kwa presha na kumalizika kwa machozi, kiza na kitu kisichoelezeka. Deo alikuwa kijana wa kawaida mtaani, fundi wa welding pale mwisho wa lami, mtu wa mtaa, mpole, mwenye ndoto kubwa, lakini sauti ya chini. Alikuwa na ndoto ya maisha na Leila, binti wa NHC Babati, mrembo wa roho na sura, aliyemjua Deo kabla ya umaarufu wake wa Minja kuanza. Wawili hawa walipendana kweli, lakini mapenzi yao hayakuwa na nafasi kwenye ratiba ya familia. Deo alikuwa mtoto pekee wa mzee Bakari, mmoja wa wazee wenye sauti kubwa kwenye kamati ya maendeleo ya Kaloleni. Na kama unavyojua, sauti za wazee wa mtaa huwa hazipingwi, hata na moyo. Siku moja Deo aliketi sebuleni kwao, glasi ya juisi ya ukwaju ikiwa mbele yake. Mzee Bakari alimtazama kwa jicho la kuamua. Tumekubaliana na mzee Rashidi, Safia atakuwa mkeo. Harusi ni mwezi ujao. Kauli hiyo ilidondoka kama jiwe kwenye moyo wa Deo. Lakini baba, siwezi kumuoa mtu nisiyempenda. Utampenda baada ya ndoa, mzee alijibu kwa sauti ya amri. Usiku ule Deo alitembea mpaka kwa Leila, mitaa ya chini ya Kiongozi Bar. Alimkuta nje ya nyumba yao akipiga simu kwenye mwanga wa tochi. Nimepangiwa ndoa, Deo alitamka kwa sauti ya ndani. Leila alitetemeka. Na mimi je? Nimeambiwa sio juu yangu. Machozi yalimtoka. Alimgeukia. Basi nenda ukaishi ndoto ya familia yenu. Mimi nitabaki na maumivu yangu. Siku zikasogea haraka. Ukumbi wa harusi ukapambwa pale Babati Club. Viti vya plastiki vikaandaliwa, nyimbo za taarabu zikafunguliwa. Mtaa mzima ulialikwa. Deo alivaa suti ya buluu, Safia gauni jeupe lenye neti ya kipekee. Lakini usiku wa harusi ndipo kila kitu kilibadilika. Wakati wote wakiwa na furaha, Safia alimwambia Deo, kabla hatujaingia chumbani, kuna kitu nataka ujue. Alitoa simu, akaonyesha video. Katika video hiyo, alionekana Leila akiwa amelazwa hospitali, akilia. Unadhani familia yako ilichagua kwa bahati? Mimi ndio niliwafanya wakuchague ili nikuchukue kutoka kwake milele. Deo alipigwa butwaa. Mimi nilikuwa silazimishwi, nilikuwa natekwa. Na hapo ndipo hadithi ya ndoa ikageuka kuwa fumbo la kisasi. Fumbo ambalo halijaisha hadi leo. Siku ya pili baada ya harusi, hali ya hewa Kaloleni ilikuwa tofauti. Kama anga lilijua kilichotokea usiku ule. Mvua ilianza kunyesha bila taarifa. Na umeme ukakatika mara 3 mfululizo, jambo ambalo hata TANESCO wenyewe walishangaa. Lakini hiyo haikuwa bahati mbaya, kulikuwa na kitu kilichozinduka usiku ule. Deo aliamka akiwa na machafuko ndani ya moyo wake. Sauti ya Safia aliyomwambia usiku ule, mimi ndiye niliyesababisha familia yako wakubane ili nikuoe, ili nikulipie kisasi cha dadangu Leila. Maneno hayo yalivuruga kila fikra. Alipojaribu kumuuliza, Safia alicheka. Hujui bado Leila alikuwa rafiki yangu mkubwa, lakini ulimuumiza. Ulimpenda, ukamwahidi, kisha ukakata tamaa kwa sababu ya baba yako. Akapata mimba, akajitoa, na sasa huwezi kumpata tena. Deo alitetemeka. Mimba? Safia alimtazama kwa jicho la kisasi. Alitaka kukuambia siku ile ya mwisho, lakini ulimgeuka. Kwa mara ya kwanza, Deo alihisi uzito wa maamuzi yake. Uzito wa kukubali shinikizo la wazazi bila kusimama kwa kile alichokiamini. Lakini hakujua kwamba haya yote yalikuwa mwanzo wa mateso halisi. Usiku wa pili ndani ya ndoa yao, Deo alisikia sauti za mtu akitembea juu ya paa. Alizani ni paka. Lakini ghafla redio ya chumbani ikawaka yenyewe. Sauti ikasikika. Wakati umeshafika, deni la damu linahitaji kulipwa. Aliruka kitandani. Akamwangalia Safia. Alikuwa hajalala. Alikuwa akimkolea macho bila hata kublink. Unamuona? Aliuliza kwa sauti ya chini. Unamuona Leila? Amekuja. Deo alipigwa na butwaa. Leila amekufa? Anakufa kila siku, Safia alijibu. Kila usiku. Anakutafuta. Kwa nini ulimsaliti? Asubuhi yake, Deo alihamia kwa rafiki yake Bonge, maeneo ya Kwaraa. Alijaribu kukwepa mke wake. Alitafuta msaada, akaenda kwa shekhe mmoja maarufu wa Babati, Sheikh Abdulwah kwenye mtaa wa Bagara.
Shekhe alimsikiliza akasikitika. Kaka, kilichokufunga si la kawaida. Huyu binti unaishi naye kwa ndoa ya kisheria, lakini rohoni si mwanadamu tena, amebeba mzigo wa maumivu na ana kisasi cha kiroho. Deo alipigwa na bumbuazi. Unataka msaada? Ndiyo, basi usiku wa leo rudi kwake. Weka aya hizi za Qur'an chini ya mto wake. Ukiona kinatokea usikimbie, angalia kwa macho. Usiku huo Deo alirejea Kaloleni. Hakumwambia Safia chochote. Akamwekea maandiko chini ya mto, halafu akajilaza macho wazi. Saa 8:15 usiku Safia alianza kulia polepole kama mtoto. Mimi sikupaswa kuja duniani, nilitakiwa niende pamoja na dadangu. Niliapa mtu atakayemsaliti atateseka kama alivyoteseka yeye. Ghafla mlango ulifunguka, na kwa mara ya kwanza Deo alimuona Leila, kivuli chake kimetapakaa maji ya uzazi, macho mekundu, na kwenye mikono yake mtoto mchanga wa damu. Mbona hukuja? aliuliza. Mbona hukupigania? Deo alilia kwa sauti ya ndani. Nisamehe Leila, sijui nianzie wapi. Lakini kivuli hicho kilimgeukia Safia. Lipa deni, lipe kwa damu. Safia alilia kwa sauti ya maumivu, akaanguka sakafuni akitetemeka. Deo alikimbilia kumwinua, lakini mwili wake ulikuwa kama umepoteza uzito, ulikuwa baridi isiyoelezeka. Kesho yake Safia hakuzinduka. Alipelekwa hospitali ya Babati, lakini hakukuwa na maelezo ya kitabibu. Walisema psychotic breakdown, lakini Deo alijua roho ya Leila ilikuwa haijaenda na ndoa yake ililaaniwa tangu mwanzo. Na hapo ndipo simulizi hii ya ndoa ya kulazimishwa linazidi kugeuka kuwa hadithi ya kisasi cha mapenzi yaliyosalitiwa na roho ambazo hazikupata haki. Usikose sehemu ya pili ya ndoa ya kulazimishwa, usiku wa kilio cha mtoto. Je, Deo ataendelea kuishi kwenye ndoa hiyo? Je, Safia ataamka tena na Leila atakubali kusamehe, au kuna mtu mwingine ataanza kupotea mtaa wa Kaloleni? Subscribe Mbaki Mastori, like na komenti ili uwe wa kwanza kupata simulizi zetu kali.